Kufuatiwa kifo cha mchekeshaji na mshereheshaji MC Pilipili, kuna mambo mengi sana yameweza kuibuka, lakini pia ni hili swala la yeye pamoja na mke wake kipenzi. Ukiangalia kuna mambo mengi sana kati yao ambayo yalikuwa yanaendelea, lakini mambo hayo hayajawahi kuwa kwenye mitandao ya kijamii. Tumeweza kuona siku ya jana baada tu ya kutangazwa kwa kifo cha MC Pilipili, mke wake kipenzi aliingia katika peji yake ya Instagram na kuandika maneno ya kujitia moyo. Ameandika, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, akaishia hapo. Baada tu ya kuandika hilo neno, kila mmoja akawa anajiuliza kwa nini mke wa marehemu MC Pilipili ameweza kuandika hili swala. Lakini siku ya leo kuna jambo ambalo tumeweza kulifahamu baada tu ya aliyekuwa msimamizi wa ndoa ya marehemu MC Pilipili ambaye anaitwa Nabii Richard Magenge ameweza kuzindua jambo la tofauti sana. Amedai kwamba siku ambayo familia ilipanga kikao cha upatanishi kati ya MC Pilipili pamoja na mke wake, ndiyo siku hiyo hiyo MC Pilipili kamkuta na mauti, ambapo ni siku ya jana ya tarehe 16 Novemba 2025. Na namna ambavyo Nabii Richard amezungumza, binafsi anadai yeye amesikitika kutokana na hilo, kwa sababu tu anaamini MC Pilipili amepumzika, lakini bado alikuwa hajaweka mambo yake sawa na mwanamke wake au mke wake kipenzi. Sasa jambo lingine ambalo tumeweza kulifahamu, familia ya MC Pilipili imeweza kujitayarisha kule Dodoma kwa ajili tu ya mazishi, lakini msemaji wa familia hiyo amezungumza na vyombo vya habari kuhusiana na kinachoendelea hapo. Lakini jambo ambalo huyu mzee huyu mwanafamilia ambaye amezungumza kwa niaba ya familia amezungumza jambo la tofauti sana. Kwanza kabisa anakuambia MC Pilipili baada tu ya kufikishwa hospitali, kuna jambo liligundulika kwamba katika mwili wake alikuwa ana majeraha. Nitanukuu maneno ambayo msemaji mkuu wa familia ya MC Pilipili ameyazungumza. Amezungumza na kudai kwamba mdogo wao wa mwisho aliniambia kapata mateso kabla hajafariki, ndio maana mpaka sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumuhifadhi ndugu yetu. Wakirudi waliokwenda polisi tutajua, lakini amechoka, akasema Pasco Maingu ambaye ndo huyo msemaji wa familia ya MC Pilipili. Ameamua kuzungumza hivyo na kudai kwamba mwili wa MC Pilipili ulikutwa na majeraha, na majeraha hayo hayajajulikana bado yametokana na nini. Labda kuna jambo lilimkuta kabla ya umauti wake, lakini pia kama ambavyo tunafahamu masuala mazima ya ndoa ina mambo mengi sana. Unaweza ukakwaruzana na mwenzako, ikafikia hatua mkapigana, ikafikia hatua mwenzako akakuzidi nguvu. Mambo ni mengi sana, lakini sababu kubwa ambayo ilipelekea MC Pilipili na mke wake kipenzi kuachana ni kitu gani? Moja kati ya sababu ambayo inasemekana ni tetesi tu na wala haina ukweli, bado haijathibitishwa rasmi, lakini inasemekana mke wa MC Pilipili alipata ujauzito ndani ya ndoa yao, na baada ya kupata ule ujauzito ni kama vile MC Pilipili hakuwa na uhakika na ule ujauzito. Na kama ambavyo tunafahamu kazi za MC Pilipili ni kazi zake nyingi ni za kwenda kufanya ushereheshaji katika maharusi, katika send off na masherehe mbalimbali. Sasa huenda alijua kabisa hii mimba sio ya kwangu, kwa sababu tu alijua labda hiyo siku alikuwa safarini, alikuwa kikazi. Sasa namna ambavyo ugomvi wao ulikuwa ni baada tu ya mwanamke wake kubeba ujauzito, ni kama vile MC Pilipili hakuelewa, na baadaye ikafikia hatua wakatengana. Na baada ya kutengana basi ikabidi yule ambaye alikuwa msimamizi wa ndoa yao Nabii Richard aweze kuwatafuta ili mradi waweke sawa, wasuluhishe kwa pamoja na maisha mengine yaweze kuendelea. Sasa baada tu ya tetesi kujulikana kwamba huenda ujauzito wa mke wa MC Pilipili umesababisha umepelekea MC Pilipili akapata msongo wa mawazo, basi nitakwenda kukusomea comments baada tu ya ile posti ya mke wa MC Pilipili kuposti kwamba yeye ni mjamzito. Kuna comment nyingi sana ambazo siku ya jana baada tu ya mume wake kufariki, ni kama vile kuna comment za baadhi ya mashabiki ambao wameonyesha kwamba huenda hili likawa ni tatizo, kwa sababu baada tu ya huyu mwanamke kuposti yeye ni mjamzito, baadaye tukashangaa taarifa ya kwamba MC Pilipili amefariki dunia. Huyu shabiki wa kwanza amesema
Yaani mimi sielewi ndoa gani ya Kikristo inaruhusu kubeba mimba wakati mmoja alikuwa hajafa. Kujua kuiabisha familia yako huyu dada. Alafu mwingine akasema mbona umeposti hii mimba na jamaa hajachukua masaa mengi kafariki. Mwingine akasema furahi tena mwenzio kashaondoka, mjinga sana huyu dada. Sasa unaweza kuona ni kama vile huu ujauzito wa huyu dada namna ambavyo amepata ni kama vile umesababisha umepelekea MC Pilipili akapata na mawazo. Ni tetesi tu, bado taarifa rasmi hazijathibitisha kwamba ni kitu gani ambacho kimepelekea MC Pilipili akaanguka ghafla na kupoteza maisha yake. Lakini hizo ndo sababu kubwa ambazo zimepelekea mpaka familia ya MC Pilipili bado haijamruhusu mke wa MC Pilipili kuhudhuria katika msiba. Yani bado kuna utata katika familia. Wanafamilia hawatamani kumuona yule mwanamke, na hiyo yote ni kutokana na ule ugomvi ambao MC Pilipili alikuwa nao na mke wake. Na mambo ya ndoa kama ambavyo tunafahamu, mambo ya ndoa ni mengi sana. Hivyo basi kuna baadhi ya wanafamilia watakuwa wanajua ili sakata, na ndiyo maana mpaka dakika hii mke wa MC Pilipili hajahudhuria msibani. Na sababu kubwa ya yeye kushindwa kuhudhuria msibani, basi familia ya MC Pilipili haitaki hata kumuona, na ndiyo maana mpaka sasa hivi tunaendelea kumuona bado anaendelea kujifariji mwenyewe yeye pamoja na mtoto wake yule ambaye amezaa na MC Pilipili na huyu mwingine ambaye yupo tumboni. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, unalipi la andika katika comment section, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe. Mtazamaji wa Wasafi Media, ripoti zinatokea Swaswa mkoani Dodoma. Hapa ni nyumbani kwa marehemu Emmanuel Mathias almaarufu kwa jina la MC Pilipili, ambaye sasa hivi amelala usingizi wa umauti. Na taarifa za kifo chake Emmanuel Mathias zilisikika siku ya jana kupitia mitandao ya kijamii, na ndipo leo Wasafi Media tumefika hapa kwa ajili ya kufahamu zaidi nini chanzo cha umauti wa MC Pilipili. Maana mpaka sasa tumefika hapa bado ndugu, jamaa na marafiki hawana taarifa ya chanzo cha kifo chake Emmanuel Mathias, maana ni ghafla. Lakini kwa taarifa ambazo wako nazo sasa hivi, wanasema taarifa za Emmanuel Mathias almaarufu kama MC Pilipili zipo katika jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi. Na huyu ni mmoja kati ya wanafamilia akizungumza kwenye video hii, ukitazama kwa ukubwa zaidi. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya, ripoti kamili ni hii hapa. Yani hatuelewi kwa kweli, nashindwa kuongea. Kipenzi cha watu mdogo wangu, umeondoka na ucheshi wako, umeondoka na tabasamu lako mdogo wangu, kipenzi cha watu. Uliniita dada kipenzi, nani ataniita mimi dada kipenzi? Kipenzi cha watu, umeondoka na tabasamu lako. Ndakuona wapi mdogo wangu? Ndakuona wapi mimi? Uliniambia dada nitakuja nyumbani tuongee. Kila siku nakwambia mbona uko busy auji? Leo nakuja kwako umenyamaza. Mdogo wangu. Mdogo wangu, kipenzi cha watu umetoka. Umetufanyaje? Mungu mwangu ataamua. Mungu ataamua katika hili. Namwachia Mungu. Msalimie mama. Msalimie baba. Wiki kama moja imepita, niliongea naye hapo nyumbani. Alikuwa anataka kiwanja. Anasema ile nyumba ya kwao ni nyumba ya familia. Nyumba nini? Ya familia. Alitaka apate eneo karibu na nyumbani hapa. Tukaishia pale.
lakini huku nyuma alikuwa na nia fulani kabla haya mambo yaliyotokea, kabla uchaguzi. Aliniambia hivi kwa sababu wale ni vijana wangu, kwa sababu baba tumemzika, mama tumemzika, walipata ajali wakati fulani na mama yake mdogo, na mimi ndo nilishughulikia haya mazishi yote ya mama yake na mdogo wake. Hii ajali ilitokea Dar es Salaam. Nilikwenda mwenyewe makaburini pale mpaka tukatafuta sehemu ya tena aliniomba MC, aliniomba walau kaburi la mama yake na mdogo wake awe karibu. Sasa huwezi ukayapata pale, lakini kijana wangu yule kweli tulipata yale maeneo, tulimzika mama. Aliumia sana na lile kwa kweli lilikuwa linamtesa sana. Anambia wasingekuja kwenye function ile kule, labda wasingekufa. Lakini yale yakawa yamekwisha yale. Ila hili la jana sasa ilikuwa gumu sana kwangu kidogo, kwa sababu najua kina Roda, kina wao dogo zake hao. Hata jana ilipofika jioni, kwa mimi ilikuwa ngumu sana kumwona huyu mdogo wao wa mwisho anaitwa nani, lakini ilikuwa ni shida kidogo kuambia nini, kwa sababu kila wakiniona mimi wanalia. Sasa nikasema hii nini ambacho kimetokea? Kwa kweli ile siku kwangu ilikuwa ngumu kidogo, ilikuwa ngumu. Sasa ilinipa wakati mgumu kidogo sana, sio mgumu kidogo sana tu. Sasa nikasema Roda nitamwambiaje? Hii nani huyu kaka yake mdogo ambao wako huko sasa, wana maki hatujapanga bado ratiba. Kuna swala fulani la nikanambia la jinai kwa polisi. Wakija ndio tutapanga ratiba sasa. Ila ni mtu ambaye alikifika ima hapa, hizi nyumba zote anazijua hizi. Anapita anasalimia. Kuna mtu natamani sana kufahamu kwa kidogo kupata taarifa, alikwambia yeye amefariki kwa mazingira. Mdogo wao wa mwisho yuko pale kalala pale. Lakini ananiambia tu mdogo wake wa mwisho kapata mateso kabla hajafariki. Basi hivyo. Sikuuliza mateso gani hivyo. Kwa maana hata baada ya kuhoji wanakwenda, niliuliza polisi wanaenda kufanya nini. Maana saizi ngeko tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho. Sasa nikasema basi tuache. Ndio maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu. Wakirudi wale ndio tutajua nini ambacho kimefanyika. Ila anasema alichoka kwa maelezo ya mdogo wao wa mwisho pale. Sasa basi ndio tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi. Hata ratiba hatuna. Tusubiri labda watakapotoka, na wao wameniambia kwamba wakitoka kule tuje kutuambia, ndio tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu. Ukipita hii barabara ya Dar es Salaam, hii ya Dar es Salaam, ukifika Meriwa pale, ukifika Meriwa pale hii njia kuingia huku wao wanajua. Ukifika kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, shule ya Nuru, basi hapo ukiuliza ni maarufu sana kwa kina MC Pilipili watakwambia. Kanisa la Roma la Swaso wanafika. Baada ya kutangazwa kwa taarifa za msiba wa aliyekuwa mchekeshaji MC Pilipili, mke wake ametokea hadharani
na kuposti mtandaoni picha mbili ambazo zinamuonesha mumewe MC Pilipili, moja akiwa na mtoto wake supermarket na nyingine wakiwa wao kama familia, yani yeye Philomena pamoja na mtoto wao na MC Pilipili mwenyewe. Kwenye posti hiyo ambayo hakuandika chochote, ilipata komenti zaidi ya 1400 ambazo komenti zote kila mtu alikuwa ana comment cha kwake. Wako ambao walikuwa wanampa pole, lakini wako pia ambao walikuwa wakikosoa vikali, kwa sababu ya taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni zimekuwa zikihusisha pia ya kwamba wawili hao waliwahi kuachana ila hawakutaka kuleta public. Hizo ni moja ya story ambazo ziko mitandaoni zikidai hivyo. Licha wao mara kadhaa tumekuwa tukiwahoji, na hata MC Pilipili tulipokuwa tukimhoji enzi za uhai wake alikuwa hataki kuzithibitisha taarifa hizo na kusema ya kwamba wao wako sawa na mkewe. Muda mwingi anakuwa yuko Dodoma kwa ajili ya kazi, na anapokuja Dar anakuja kwa ajili ya familia yake. So hayo ni alikuwa akieleza sana MC Pilipili, akijitahidi mara nyingi kukanusha kuhusiana na hivyo. Sasa katika comment nyingi, moja hapo mwingine alimuuliza, alimwambia wewe ndio chanzo, mwingine akasema ulikuwa wapi siku zote, lakini wengine walimpa pole na kumwambia pole sana kutokana na hiki, Mwenyezi Mungu akujalia kutie nguvu kwa magumu haya na mapito haya. Sasa sehemu ya comment ziko tofauti ambazo kila mmoja alikuwa akiandika kwake, lakini mtandaoni pia iko taharuki nyingine ambayo inahusisha picha ambazo zimewahi kupostiwa za mke wa MC Pilipili ambazo zinamuonesha akifanya tangazo la nguo, na katika picha hizo zilikuwa zinadaiwa kuwa ameonekana kama ni mjamzito, yani kaonesha kama ana ujauzito. Watu wengine wakidai kwamba huu ujauzito sio MC Pilipili, hawa waliachana, na story nyinginezo nyingi sana ambazo kila mmoja alikuwa akiandika ya kwake kuhusiana na hivyo. Jana nilibahatika kumpigia simu mke wa MC Pilipili ambapo tulizungumza naye kwa ufupi sana, ambapo alikuwa akilia, na nilipomuuliza kuhusiana na ukweli wa taarifa hizo alinijibu ya kwamba hata yeye hana uhakika, lakini alikuwa tayari analia machozi kutokana na kwa taarifa za kufariki kwa MC Pilipili. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kujua mengine mengi yakiwemo chanzo na vitu mbalimbali, japo inaelezwa ilikuwa ni ghafla. So tutakapopata taarifa kamili tutaendelea kukuletea hapa. Tunapokea kwa majonzi makubwa sana. Kwa majonzi makubwa sana kwamba MC Pilipili hatunaye. Simu mbalimbali zikaanza kuita, makundi mbalimbali ya sanaa, na wanapomjua MC Pilipili, ucheshi wake, uhodari wake wa kazi, kujituma kwake, amekuwa na marafiki wengi, viongozi wa nchi, wadau mbalimbali wa Tanzania kwa ujumla. Kupokea hizo tukampigia mheshimiwa mbunge. Kiukweli nimpongeze sana Mheshimiwa Anthony Mavunde, amekuwa mstari wa mbele hapa mpaka hapa usiku unapofika hapa tumemkuta mheshimiwa mbunge. Hii ni jinsi gani inaonyesha kwamba tuna watu nao wanaweza kutukimbilia, ishi na watu vizuri. Kwa hiyo umemwona mwenzetu kalala. Vingine tunaachia utaratibu utakaofuata, lakini kikubwa mwenzetu kapumzika. Tuwashukuru watu wa awali waliokuja kutupa ushirikiano. Tuwashukuru wafanyakazi wa hapa hospitalini Dodoma wote kwa ujumla wao, ndugu jamaa na marafiki, na wasanii mbalimbali ambao wanaendelea Dar es Salaam kuulizia kwamba inakuaje, utaratibu utatolewa kesho. Kikubwa tumuombee mwenzetu, Bwana awe naye, Bwana ametwaa, na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwenye maisha yake ya kawaida kama binadamu, Steve, MC Pilipili alikuwa ni mtu wa aina gani? Ninakwambia ukutana na MC Pilipili huwezi kununa. Ni mcheshi muda wote, na wewe ni shahidi. Hapa tuongelei kwa sababu tunasema amekufa. Tunaongelea reality ya mtu, na hili naweza kaliweka wazi kabisa. MC Pilipili kwanza ni mtu wa kujitoa. Kwenye misiba wenzake MC Pilipili alikuwa anajitoa mno, anasafiri kwenda kuzika. Alikuwa anajituma. MC Pilipili ni MC ambaye unaweza kumpa kazi ya MC akakufanyia MC bure kwa sababu ya urafiki. MC Pilipili mwishoni hapa alikuwa anahudumia wagonjwa. Mwishoni akawa anataka kuwa pastor, anapambana kuitafuta kesho yake njema. Lakini yote mimi niko Dodoma hapa, nafika mochwali hapa, MC kalala. Ndugu zangu wasanii wa Tanzania hii wote, MC amepumzika kalala. MC amefariki. Siponi sana. Pindi itakapofika sasa kuja kumsindikiza katika nyumba yake ya milele, basi kuna utaratibu utatangazwa.
Ni majira ya usiku hapa kwenye familia ya Emmanuel Mathias ambaye ni marehemu kwa sasa, maarufu kama MC Pilipili, ambaye amefariki dunia siku ya leo, na tumefika hapa nyumbani kwa ajili ya kutoa pole kwa familia, na tumefika kuonana na familia na hali ilivyo katika familia hii, na hapa nakupitisha kuweza kuona namna ambavyo tumefika na tumeona ndugu jamaa na marafiki waliofika katika familia hii, lakini pia maandalizi ya msiba ambao umeikumba tasnia ya sanaa hapa nchini Tanzania. Tukumbuke MC Pilipili amekuwa akishiriki shughuli nyingi za kijamii, amekuwa akishiriki pia katika mambo mengi ambayo yamesaidia jamii, lakini kubwa zaidi ambalo linatukumbusha ni kwamba kuna kipindi alipotea akarudi, sasa aliporudi na tumeona ghafla taarifa ya msiba imefika. Lakini mengi zaidi kuhusiana na chanzo na nini kimetokea mpaka amefariki dunia tutakuletea updates kupitia AyoTV na millardayo.com. Lakini kwa sasa fahamu kinachoendelea majira ya usiku kwenye familia ya marehemu Emmanuel Mathias maarufu MC Pilipili. Taarifa tuliyopokea ndani ya chumba cha habari ndani ya AyoTV ni kwamba MC maarufu Tanzania na mchekeshaji MC Pilipili amefariki dunia. Kupitia vyanzo vyetu vya kuaminika mpaka sasa vimethibitisha, na hapa tunazungumza na MC Garabi. Hello. Taarifa nimezipata mchana nikiwa nimepumzika nyumbani, na nilipigiwa simu na sekretari wake, aliyekuwa sekretari wake kipindi hicho miaka ya nyuma kidogo. Na huyo alinicheki kuniuliza kama taarifa ni za ukweli. Kwa hiyo nikawa niambia hii taarifa ni ngeni, mimi sina habari hii. Kwa hiyo nikamwambia na nani, akaniambia ameambiwa na DJ wake, kuna jamaa mmoja anaitwa Robi. Akasema muulize Robi uone kama ni ukweli. Na kweli nikampigia Robi akaniambia ni ukweli, japo Robi yeye yuko Dar na Pilipili mauti amemkuta akiwa Dodoma. Na Pilipili alikuwa ni mzima, ameenda Dodoma kikazi, na alikuwa na kazi ile siku ya Jumapili. Kwa hiyo ameingia Dodoma leo. Na baadaye nikapata taarifa ya mtu ambaye yuko mochwari, na akaniambia ni kweli yuko, anamuona Pilipili, ameweza kumtambua. Ndio hivyo. Pilipili is no more bro. Na mara hiyo ni habari za kweli. Hapa mara ya mwisho mlikuwa mmeongea nini, au ulikuwa kuna lembo lote mlikuwa mnasema naye? Anaweza kwanza, unajua hivi tumeongea vitu vingi sana, na mara mwisho nilikuwa na shughuli nyumbani kwangu Jumamosi. Kwa mwenye kwanza ya kijana wangu yule anaitwa Jordan, mwenye unafahamu. Najua. Na nilimwalika, akaniambia bro ninaenda Dodoma. Kwa hiyo nikienda Dodoma nina kazi, nikimaliza nikirudi nitamletea dogo zawadi. Unaona, kwa nitakuja nyumbani atamletea zawadi. Hiyo ndio ilikuwa mwisho nimesema na Pilipili, na haya ndo mazungumzo yetu ya mwisho. Na anyways, lakini mwisho siku ndio hivyo, Pilipili ametangulia, mauti amemkuta akiwa Dodoma. Dodoma ndo nyumbani kwao, lakini alikuwa ameenda kikazi. Bahati nzuri kwa Dodoma wapo kule viongozi mbalimbali, nimeongea na mheshimiwa, tulikuwa kuongea na mheshimiwa Mavunde. Daktari akaniambia na yeye anaelekea mochwari. Kwa hiyo atanipa update zaidi. Na mbali kwa hiyo ni mpaka sasa hivi ni hospitali gani, au ni hospitali gani hapo? Ni hospitali ya mwili umepeleka hospitali ya mkoa. Bana, ni wazi kabisa kama umekuwa ni mfuatiliaji wa vitu mbalimbali ambavyo MC Pilipili alikuwa anavifanya zamani, utagundua kwamba mamake mzazi MC Pilipili alifariki mwaka 2020. Na sasa hivi tupo 2025, kwa bahati mbaya sana pia MC Pilipili amefariki dunia. Sasa kuna vitu hapa viwili vya kushangaza sana kuhusiana na kifo cha mama mzazi wa MC Pilipili, lakini pia kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. Bana, MC Pilipili alipitia mtihani mzito sana.
Unajua siku ya kifo cha mamake mzazi ilikuwa tarehe fulani hivi, tarehe 20 Disemba mwaka 2020. Hiyo ndio siku ambayo mama mzazi wa MC Pilipili alifariki, na mbaya zaidi alifariki siku ya harusi ya mdogo wa MC Pilipili. Siku hiyo ya harusi basi mama huyu alifariki, alipata ajali akiwa anaelekea ukumbini. Sasa MC Pilipili baada ya hapo, kiukweli kabisa, kuanzia siku hiyo MC Pilipili hakuwa the same tena. Alikuwa ni mtu mwenye mawazo, alipatwa na msongo wa mawazo sana. Unajua MC Pilipili alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana mamake mzazi, hivyo kushuhudia mamake anafariki siku ya harusi ni jambo ambalo lilimuumiza sana MC Pilipili na likampa mawazo sana. Na kuanzia kipindi hiko MC Pilipili taratibu akaanza kushuka sana. Unajua MC Pilipili 2019 2018 alikuwa ni mtu ambaye anafahamika sana na anahudhuria kwenye harusi mbalimbali, lakini baada ya hapo MC Pilipili akaanza kushuka sana, na hata kazi zake vile zikaanza kutotazamwa sana, na watu wengi wakaacha kumtumia MC Pilipili kwenye harusi na event zao mbalimbali. Hivyo uchumi na hali ya kimaisha ya MC Pilipili ilishuka kwa kiasi kikubwa sana, na baadaye inasemekana kwamba ikapelekea hadi mke wake naye pia akamwacha kabisa MC Pilipili apambane na hali yake. Haya ni mateso ambayo MC Pilipili alipitia, lakini unajua cha kushangaza zaidi, mama mzazi wa MC Pilipili alifariki mwezi Disemba mwaka 2020, na MC Pilipili amekuja kufariki mwezi Novemba mwaka 2025. Hivyo ni miaka 5 baadaye, lakini pia wamepishana mwezi mmoja tu, yani kwamba mama mzazi ilikuwa Disemba na MC Pilipili imekuwa Novemba. Bana, sijajua hali ya mdogo wake itakuwaje, kwa sababu mdogo wake atakuwa amepoteza kaka, amepoteza mama na vitu kama hivyo. Ni jambo la huzuni sana. Of course hii familia imepitia mitihani mikubwa sana ndani ya huu muda, na itabidi tuzidi kuiombea familia hii hapa. Mwenyezi Mungu akawafariji, kwa sababu sasa hivi wapo katika hali ngumu sana. Wale ndugu zetu Waislamu wanasemaga mtu anaweza kufariki siku 40 kabla. Hata mama alikuwa ameshaanza kusema. Yani ilikuwa akifikia siku ya harusi, yani au akiumwa kitu yani Mungu tu anijalie angalau nione harusi tu. Lakini tunaambia hapana bwana, utakwepo na unajua zile au maana labda unamletea viatu au nini, sasa bwana hivi nataka nizikwe navyo. Hamna bwana, bado upo bwana. Kwa hiyo ilipofika siku ya harusi, wakati tukaribia akaniambia kwanza MC naomba uwe wewe. Okay. Wewe. Mwana ambao baadaye ndio nikuja kumuelewa sasa. Lakini aliponiambia MC uwe wewe, nikamwambia lakini mimi hao kina MC Garabi, kina Luvanda wananiomba bwana hii. Tunaomba mimi najitolea kwa MC. Anasema nataka uwe wewe. Na kwa nini wewe mimi? Anasema nataka uchekeshe. Uchekeshe watu. Mamangu kwa sababu unajua experience yake ya kwanza ya mchekeshaji ni mimi. Na mimi nimeendelea kwenye event zangu zote za comedy zote, nimezunguka naye pote. Sasa alivyoniambia nichekeshe, nikamwambia sawa. Ila ile siku ya harusi sasa, wakati tumefika ile siku ya harusi, wakati sherehe inafungwa na nini, mama anaenda mbele kuongea. Mimi nilivyokuwa namwangalia ukumbini hapo. Ukumbini hapo tuko kanisani. Ndo anatoka mbele ili ashukuru watu na nini. Nikamwona hajapanda mbele, alafu akaongea in very short way. Niko na mama, mbona kama sio yeye? Yaani jinsi namwangalia naona kama simuoni hivi. Tulipotoka pale tukaenda Jangwani kupiga picha. Tulikuwa tunapiga picha, nikamwambia na mama, mimi nilivyokuwa nakuangalia pale kama sikuelewi. Nimeona kama sio wewe. Alafu uja enjoy. Akasema kweli, basi mimi sherehe yangu ya usiku. Nikamwambia afu nimekununulia wigi, nimekununulia gauni. Yani kwa mara kwanza nataka gauni lenye mtindo, yani la kuchola kabisa, liwe hivi. Nikamfanya vivyo alivyotaka, viatu, mkoba nini. Nikamtumia na shilingi 200,000. Umeona? Akasema basi sawa. Sasa vile vitu nimeviweka kwenye kitanda. Alikuwa ipo kwa mdogo wangu mmoja anaitwa Juliana. Akasema niweke kwenye kitanda. Tukitoka hapa kupiga pictures. Wewe nenda kajiandae uende kwa MC. Mimi nitawahi sasa niende nikavae kule sala ili nije, kwa sababu usiku ndo nataka ndo harusi yangu nipendeze niwe safi. Kwa mimi nikatoka nikaenda kwenye sherehe. Maza akatoka ameenda hapo kanisani kwa bro. Asa akaona bro yuko busy, mimi ndio MC, huyu wa kiume mwingine yuko kwenye sherehe, akaona atatusumbua, akataka atoroke. Kwa hiyo akamuita mama mdogo mwingine ambaye yupo naye karibu, wakatoroka naye.
kwamba mimi nikimbize mara moja navaa afu narudi. Sasa wakati wanavuka hapo kuna kituo kimoja kipo kabla hujafika Mbuyuni hapo. Kuna kituo kimoja ambacho hicho kituo kwa mujibu wa kule polisi kituo ambacho kina mazonge mengi. Mimi naipita hiyo njia. Wanasema kile kina mazonge mengi maeneo yale, yani watu wengi sana ajali zinatokea. Kwa hiyo kumbe pale wakati wanavuka sasa waende kule ndio wakagongwa na gari. Walivyogongwa pale yule mdogo alirushwa juu, alivyotua akatulia kichwa akafariki pale pale. Alafu bi mkubwa akapata tu injury na nini lakini damu zika nyingi zinatoka. Kwa hiyo anasema pale taplabu kuna huku na huku akapata bajaji. Umeona? Kwa hiyo maza akaiko kwenye bajaji, mdogo wake naye akaiko hapa. Unaelewa zile na ile mtoka kesha maza yeye keshapoteza fahamu na nini, yule jamaa anawasha taa anajaribu kukimbia. Sasa kipindi hicho foleni ni kubwa sana njia hii. Umeona? Sasa wakati anajaribu kutoka sisi sherehe inaendelea. Mimi imefika saa 1 maza hayupo. Saa 1:30 mama hayupo na anapatikana kwenye simu. Saa 2 hayupo. Saa 2:30 kama kawaida. Naendelea na nikasema hii sherehe mama alitamani sana. Kwa hiyo tuivute kidogo ili awai aje. Amina tukuvaa nguo. Kwa hiyo nimefika saa 3. Tukasema bwana tuianze. Umeona? Ila nikamwambia sasa mimi nimeshaenda kwenye harusi 2-3. Unajua kwa sisi ambao ni maskini kuna zile harusi ambazo unaona watu wanakuwa wazazi wao wanawapa vitenge, wanawapa maneno. Nikamwambia bwana leo maza mimi nataka tumpeni hela, tumpeni nguo, tumpeni. Kwa tumejiandaa vitu vingi. Wakati ile saa 3 tunaingia tukasema akianza kuingia tutapiga wimbo wa kuna kama mama wa Christian Bella, alafu tumshangilie, alafu tumpe nini na nini. Wakati naendelea kusubiri imefika saa 3:30 mimi nikapigiwa simu. Sasa mimi unajua ni MC umeenda kwa DJ, simu inaita. Ukumbe oya nipigie baadaye niko kwenye kazi. Akaniambia mwanangu muhimu wa mama wawili wamepata ajali, mmoja amefariki. Alafu mimi ndo MC hapo. Yaani kuna mtu anamalizia nikamwambia msubiri kwanza ndio nikamwita bro, nikamwambia bro nenda Mwananyamala. Umeona nimemwambia mama wawili, mmoja amepata ajali, mwingine iko hivi. Nikaenda chooni nikalia kidogo nikarudi. Sasa hapo sauti sasa ile ya maza inakurudia bwana, nataka MC wewe na nataka uchekeshe. Umeona? Na kwenye nani zote tulitafuta wote mimi ndo nikapatikana. Kwa hiyo nilipokuja ile naendelea na sherehe na nimeshajua tutaanza msiba baada ya kutoka hapa. Ila hapo maombi yangu makubwa asiwe mama. Sababu yani nilikuwa sipati picha akiwa mama inakuaje na bondi nilikuwa nao. Tuendelea kupiga pale, imefika kwenye zawadi, kafika kule kaniambia bwana maza yuko hai. Nikashusha pumzi. Nikaambia sasa jamani naomba tusimame, nikapiga wimbo mmoja unaitwa Shukrani wa Black Gospel. Tukashukuru ila kesi sielezi kwa sababu gani. Ila maharusi wanasema bwana tuna zawadi za wazazi. Maharusi hawajui wala waliko. Nikaambia hivi mama anakuja, zawadi tuziweke standby na nini, hamna shida. Wakasema poa. Kwa hiyo bro kule amefika akapambana, kamkuta mamdogo kishafariki, ila maza bado damu zimetoka sana. Akapata gari pale akampeleka Muhimbili. Kufikisha Muhimbili wakamwambia damu zimetoka sana. Kwa hiyo akafariki. Kwa kufikisha akafariki. Kwa hiyo amefika kule wakati ananiambia maza naye ameshafariki, hapo ndo tumebakiza kipengele cha zawadi. Kwa hiyo sasa hapo mimi na ndo peke yangu na taarifa na bado sherehe natakuwa nichekeshe na bado nilichekesha, sema tu bado sijapata ujasiri wa kuiangalia ile harusi. Lakini nilipiga fresh mpaka tukamaliza, watu wakaondoka waje chochote, alafu tukatoka tukaenda kanisani, ndo msiba ukaenda kuanzia hapo. Pole sana. Story ya kugusa inahitaji kuwa na misuli ya imani kuweza kufikiria kabisa. Ni kweli. Habari ndugu wa Tanzania, habari Afrika na popote pale ulipo. Kwanza pole kwa msiba uliotokea wa ndugu yetu Emmanuel Mathias almaarufu kama MC Pilipili. Msiba huu umetokea siku ya jana. Actually kwa ripoti tuliyoipata ni kwamba MC Pilipili alikuwa yuko safarini na alitumia usafiri wa SGR kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, ambako siku ya leo ndio alikuwa anapaswa kuwa na event ya shughuli zake za UMC, na hapo ndipo ambapo umauti ulimkuta akiwa amekusha fika Dodoma, na akawa hajisikii vizuri, na watu ambao walikuwa jirani ama wako karibu naye waliona ni mtu ambaye yupo katika hali ambayo si nzuri ama si salama, wakamchukua na kumwaisha hospitali. Lakini bahati mbaya sana ni kwamba
mara baada ya kumfikisha hospitali, daktari alimpima na kugundua kwamba tayari ndugu yetu Bwana Emmanuel Mathias almaarufu kama MC Pilipili hatunaye tena duniani. Na hapo ndipo ambapo watu wengine tukapata taarifa kwa njia tofauti tofauti. Kwanza, awali ya yote nitoe pole sana kwa familia ya MC Pilipili, nikimaanisha kwamba wajomba, shangazi, mtoto ambaye yuko naye amemwacha, lakini pia mke wake ambaye pia amemwacha, ndugu pamoja na jamaa, marafiki, sisi wasanii wenzake, washikaji zake wa karibu. Hili ni pigo kubwa sana, lakini ni pigo kubwa kwa taifa, kwa sababu MC Pilipili Bwana Emmanuel Mathias ametuacha akiwa bado nguvu yake bado ni kijana, bado ana nguvu, bado ana deni kubwa sana la kuifanyia sanaa, bado alikuwa na deni kubwa sana kwa familia yake pamoja na ukoo kwa familia. Kwa hivyo ameondoka akiwa bado ni kijana mdogo sana, na labda kidogo tu naweza nikasimulia historia yake kwa namna vile ambavyo nafahamu na kwa namna ambavyo binafsi nimewahi kukaa naye. Kwanza, MC Pilipili ni moja ya watu ambao walikuwa na upendo sana. Hatusifii kwa sababu amekusha tangulia mbele za haki, lakini tunajaribu kuzungumza uhalisia, lakini pia tunaonyesha namna gani ambavyo sisi wengine ambao tumebaki, Mwenyezi Mungu akiwa bado ametujalia afya pamoja na uzima, ni namna gani ambavyo tunapaswa kuishi katika jamii. MC Pilipili alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu, pamoja na umaarufu wake huwezi ukimuona akijikweza ama akijaribu kutengeneza dharau mbele ya watu. Ni mtu ambaye alikuwa anampokea mtu aina yoyote, na to be honest, nyinyi mnafuatilia mitandao ya kijamii ama sisi sote tunafuatilia mitandao ya kijamii, tunafahamu watu maarufu namna walivyokuwa na kashikashi katika maisha yao. Tunafahamu namna ambavyo watu wanaofahamika, namna ambavyo walivyokuwa na vurugu katika jamii. Lakini sidhani kama kuna mtu alishawahi kusikia fujo za MC Pilipili. Sidhani kama kuna mtu ameshawahi kusikia vitu ambavyo havifai ambavyo vilikuwa vinamzunguka MC Pilipili. Alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa na upendo, alikuwa anaishi na watu, nidhamu yake ni kubwa sana. Kama nilivyosema, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumpokea mtu aina yoyote. MC Pilipili sanaa yake ilianzia huko kwao Dodoma, na kwa namna ambavyo tunafahamu alikuwa anaigiza nyimbo, yeye anazitranslate. Kwa mfano, nyimbo ya Mapozi ya Mr. Blue ameitumia sana kuifanya hiyo nyimbo. Kwa hiyo alikuwa ana translate, anaitoa kwenye lugha ya Kiswahili ambayo Mr. Blue ameimba, yeye anaiweka katika lugha ya kikwao huko Dodoma, na anajaribu kuiweka katika njia ya ucheshi. Alikuwa anatamani sana kuwa mchekeshaji mkubwa, na baadaye Mwenyezi Mungu akamfungulia njia, akaingia katika sekta ya ucheshi. Na mimi binafsi yule ndo mchekeshaji ambaye nimemuona akifanya stand up comedy kwa mara ya kwanza kabisa. Ndo mtu ambaye tumemuona akifanya stand up comedy. Na hawa wote tunaowaona wakina Kipotoshi, sio wakina Saidi, wakina nani, hawa wote ni zao la marehemu Emmanuel Mathias ama almaarufu kama MC Pilipili. Ni zao lake, kwa sababu sisi tunaamini katika sanaa unayoifanya, chochote kile unachokifanya, lazima uwe una jicho lako, lazima uwe na mtu ambaye unamtizama kama kioo cha kujifunza. Sasa mtu ambaye alianzisha hii sanaa ya stand up comedy kwa hapa na kuipeleka sehemu kubwa ni marehemu MC Pilipili. Ndo ameichukua hapa na kuifanya sanaa ya ucheshi ama stand up comedy ikapata thamani. Kitendo hicho ni kitendo ambacho kimesababisha vijana wengi wakaiga kutoka kwake na wakajifunza. Lakini
ukiangalia pamoja na jitihada alizoziweka katika kuwasilisha sanaa aliyokuwa nayo mpaka kufikia hatua ya kufahamika, hebu tazama namna ambavyo MC Pilipili alivyotoka, marehemu alivyotoka kwenye ucheshi na baadaye akaja kuwa MC. Unajua hakuna kitu kigumu sana kama ulikuwa unafanya kitu fulani na umekifanya kwa mafanikio, alafu ukaamua kuswitch kutoka kwenye uchekeshaji na uje kuwa MC, alafu bado uwe MC mkubwa. Hicho ni kitu ambacho marehemu MC Pilipili alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na hata kwenye sekta, ukiachilia mbali watu ambao kuna idadi kubwa ya watu ambao wamekuwa amewa-inspire marehemu kwenye uchekeshaji, lakini hata baada ya kuingia kwenye shughuli za UMC pia amewa-inspire vijana wengi sana ambao sasa hivi tunawaona wamekuwa ma-MC wakubwa, wamekuwa inspired na yeye mwenyewe. Umeelewa? Lakini ukiachilia mbali kwenye UMC ambao alikuja na kufanya vizuri, pia wakati huo kwenye comedy pia akiwa anafanya vizuri, aliweza kuswitch pia kutoka huko na kuwa mtumishi wa Mungu. Tumemuona katika maeneo mbalimbali akihudumu kama mtumishi wa Mungu, na dakika za mwisho alikuwa yuko kwa kuhani Musa. So unaweza ukaona namna ambavyo alivyobarikiwa vipaji vingi sana na akaa na uwezo wa kuvifanya kwa asilimia kubwa sana. Watu wanazaliwa na vipaji tofauti tofauti, lakini watu wengi huwa inakuwa ngumu sana kuswitch vipaji, alafu kila utakacho kiswitch kiweze kufika na kufanikiwa. Ni ngumu sana, lakini marehemu aliweza kuyafanya yote hayo na akafanikiwa na shughuli zake zikawa zinaenda vizuri. Hapa katikati kulikuwa kuna sintofahamu ya of course kila mtu anatambua kwamba marehemu alikuwa na changamoto na mke wake, na changamoto hiyo ndio ilisababisha hawakukaa sawa, hawakuwa tena pamoja. Hivyo ni vitu ambavyo vilimkuta marehemu. Kitu ambacho nafahamu mimi, sitaki kusema kwamba wala sitaki kuongea kwamba mke wake ndo sababu ya kifo chake ama mke wake ndo sababu ya hiki, hapana. Lakini wakati wa vuta ni kuvute ama wakati wa vurugu baina yake pamoja na mke wake, ndio kipindi ambacho marehemu aliyumba kidogo. Nikisema aliyumba, na maanisha hata shughuli zake hazikuwa zinafanya vizuri kama hapo awali au baada. Kwa hivyo aliyumba kiuchumi, aliyumba hata shughuli zake zikawa haziendi sawa sawa, lakini Mungu ni mkubwa, akawa ameweza kusimama tena imara na akarudi kwenye shughuli ya UMC, akarudi kwenye shughuli ya uchekeshaji, na baada ya hapo akarudi sasa kuwa mtumishi wa Mungu na akawa anafanya vizuri mpaka umauti ulivyomkuta. Alikuwa ni mtu ambaye ameanza kunyanyuka na kupiga hatua zingine. Basi mimi nitoe pole kwa familia, pole kwa ndugu pamoja na jamaa, lakini pole kwa tasnia ya filamu nchini Tanzania. Tumeondokewa na mtu ambaye alikuwa bado ana nguvu ya kusukuma tasnia yetu ya filamu, lakini pole kwa tasnia ya MC kwa sababu alikuwa bado anaifanya shughuli hiyo. Pole kwa watumishi wa Mungu kwa sababu alikuwa bado anaendelea kuhudumia kama mtumishi wa Mungu. Mwenyezi Mungu amjalie na ampunguzie adhabu za kaburini. Amen.